Basi kwa mara tena nakuja kwako kwa jina la Yesu Kristo nikuletee neno la siku ya leo, na Bwana Yesu atapata kukubariki. Pokea salamu zangu. Mie ni James Vaituru Gavi, mchungaji wa kanisa ambalo linaitwa Household of Faith Ministries hapa Rio Deri, mahali ambapo ninahudumu kwa wakati huu. Basi nakukaribisha kwa neno la siku ya leo, na ninajua na ninaamini ya kwamba Bwana atakutendea yaliyo mema kwa utukufu wake. Acha tuombe kwanza ili tuamini pamoja na Bwana atapata kutubariki. Mtakatifu Jehova, kwa jina lako lililo juu ya majina yote ninakuabudu. Nakuinua na nakuomba ya kwamba ukamkumbuke huyu mpendwa anayenipa masikio na kuitazama video hii. Naomba neema yako ikaweza kuwa juu yake kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi ninaomba na pia ninaamini. Amina. Basi karibu tena kwa neno la siku ya leo. Leo nataka tusome kwenye kitabu cha Yohana 2. Yohana 2 tutaanzia mstari huo wa kwanza. Nasema hivi: siku ya tatu kulikuwa na harusi mjini Kana Galilaya. Mama yake Yesu alikuwapo. Naye Yesu alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, hawana divai. Yesu akamjibu, mama, usiniambie cha kufanya, saa yangu bado. Hapo mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalo waambieni fanyeni. Lolote atakalo waambia fanyeni. Basi hili ndilo neno ambalo ninalo kwa sababu yako siku ya leo, rafiki yangu. Na hii ni wakati ule ambao Yesu Kristo alikuwa katika Kana ya Galilaya, na huu ndio muujiza wake wa kwanza kuufanya. Sikusoma lile neno lote, lakini ni katika Injili ya Yohana 2. Na maandiko yanasema kwamba walipokuwa kwa harusi, hata Yesu alikuwa amealikwa pale na wanafunzi wake, na mama yake pia alikuwepo. So Mariamu akamjia Yesu akamwambia, hawana divai, imeisha. Na alipomwambia kwamba divai imeisha, akamwambia, mama, usiniambie la kufanya, saa yangu ipo bado. Na walipokuwa wakiendelea, watumishi wake wakaja, ama watumwa katika ile watumwa wenye walikuwa wakifanya shughuli za kule. Walipokaribia, na pia walikuwa wamemwambia mama ya kwamba divai imeisha. Yesu akawaambia, enendeni kwake, na lolote atakalowaambia mkalifanye. Nimekuletea lili neno ndio nikuambie ama nikujibu jibu moja ambalo watu wengi huwa wanajiuliza. Watu wanajiuliza kwa sababu Mariamu ndiye mamake Yesu. Basi ni nani mkuu kati ya Mariamu na Yesu? Na wengine wanasema tunapoabudu tumwabudu Mungu kupitia kwa Mariamu. Lakini hapa ninaona vizuri kabisa wazi ya kwamba Mariamu aliwaelekeza kwa Yesu, na hata alipolete matetezi yake ya kuteta kusema ya kwamba divai imeisha, Yesu hakutenda muujiza wala hakujibu majibu ambayo yanaonekana kwamba kwa ndani ya hilo. Alimwambia, mama, saa yangu
bado haijaja. Kwa hivyo hakutenda muujiza kwa vile Mariamu alimsihi, lakini maandiko yanatuelekeza kwamba walipomjia aliwaambia, Mariamu aliwaelekeza kwake, akawaambia atakalowaambia lifanye lililo. Yaani Mariamu akawaonyesha kutii Yesu na kutii neno lake. Kwa hivyo hakuna mwingine wa kumuogopa na kumcha kabla ya Yesu. Mbele ya Yesu hakuna mwingine. Yeye tu ndiye wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega. Hakuna mwanadamu ambaye tunaweza tukamuinamia ila tu ni Yesu, mama yake, baba yake na wengine wao wote ambao waliishi na wao. Sisi hatuna haja ya kuinamia. Tutainama kwa Yesu Kristo ambaye hata Mariamu mwenyewe aliwaelekeza wamuinamie yeye, maana aliwaambia atakalowaambia lifanyeni hilo. Basi asante kwa kunipa masikio yako rafiki yangu. Kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru. Nataka kuomba, najua nimekusaidia kwa neno hili. Bwana nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Amani yako Bwana ikaweza kuwa juu ya mpendwa huyu anayenipa masikio yake. Sasa hivi ninaomba rehema zako zikawa juu yake, na kwa kila jambo na kwa kila hali mtu huyu wako akaweza kumtambua Yesu na kumwogopa yeye kuwa yeye ndiye Bwana. Asante Bwana kwa yote, na kushukuru na ninakuabudu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi nimeomba na pia nimeamini. Amina. Basi asante kwa kunipa dakika zako. Amani ya Yesu ikawa nawe leo na siku zote. Amina. Ninakuaga kwa maneno haya ya amani ambayo inasema kwa lugha ya Kiebrania, Shalom, Shalom, Shalom. Bye bye.